Hiyo ilikuwa ni aina ya kwanza katika shirki ndogo, kwamba inaonekana wazi wazi. Ama tukija katika vitendo, kuna baadhi ya matendo mtu akiyafanya moja kwa moja anaingia katika ushirikina mdogo. Kwa mfano, mtu kuvaa vibangili au uzi, lakini tunaweka sharti lirafi balai, kwa ajili ya kuondoa balaa au kwa ajili ya kuzuia balaa. Kama tunavyoona, kuna baadhi ya watoto wazazi wao wanawekea viirizi katika shingo au mikononi, sawa, khaufa min al-ain, kwa ajili ya kuogopa kijicho na mambo mengine. Sasa idha itakada anna hadhihi al-asbab li raf'i al-bala, mtu akiamini kwamba hivi vibangili alivyoviweka katika mkono au shingoni ni kwa ajili ya kuondoa balaa au kuzuia mabalaa, hiyo inakuwa ni katika shirki ndogo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakujalia kwamba hii iwe ndio sababu. Na hayo unakuta watu wengi sana wanaingia katika shirki kama hizi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwamba atiwa na shirki, kwamba atiwa na ushirikina mara tatu. Tunajiuliza, tiwala ni nini? Tiwala ni hirizi ambazo akina mama wanajifungia, wanaenda kwa waganga ili waume zao wawapende zaidi. Hizo zinaitwa ni ushirikina. Kwa hiyo mtu yeyote atakayefanya hivyo, sawa sawa au mwanamume au mwanamke, atakuwa ameingia katika ushirikina. Baada ya hapo tunaingia al-qismu thani, sehemu ya pili ya shirki ndogo, ashirkul khafi. Kuna shirki iliyofichikana, wa huwa shirku fi iradati wa niyat, na ni ushirikina unaopatikana katika makusudio na nia. Kadhiyaji wa samwa, kama vile kujionyesha, au mtu anafanya ibada ili watu wamuone, au mtu anafanya ibada ili watu wamsikie. Hizo ni katika ibada yenyewe, ni katika ibada za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Au wakati mwingine yuridu bihi thanaa an-nasi alayhi, anataka watu wamsifie, kama vile mtu akaiswali swala yake vizuri mbele ya watu ili wamuone, lakini anapokuwa chumbani kwake hawezi akajibamba hivyo. Hizo ni aina za ushirikina. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anatuambia, faman kana yarju liqa'a rabbi, mtu yeyote anayetaraji kukutana na Mola wake, falyamal amalan salih, kwanza anatakiwa atende amali iliyokuwa nzuri, amali iliyokuwa njema, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, na wala asimshirikishe katika ibada za Mola wake kiumbe yeyote. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia kwamba inna akhwafa ma akhafa alaykum ashirkul asghar, hakika jambo kubwa ambalo naliogopa sana kwenu ni ushirikina mdogo. Wakamuuliza, qalu ya Rasulullah, wama ashirkul asghar, ni ipi shirki ndogo? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, arriya, ni kufanya ibada ili watu wamuone kwamba anajua kufanya ibada. Ndugu katika imani, tumalizie mada ya shirki, al-atharu sayyi'atu lishirki ala al-fardi wal mujtama, athari mbaya zinazopatikana za ushirikina kwa mtu mmoja na jamii.
al-atharu sayyi'atu lishirki ala al-fardi wal mujtama'i kathira. Shirki mbaya, yani athari mbaya zinazopatikana za ushirikina kwa mtu mmoja na jamii ni nyingi sana. Ya kwanza katika hizo, ibadatun nas, ni watu kuabudu watu baadhi yao kwa wengine pasina ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo linaporomosha heshima ya mwanadamu na kumdhalilisha mwanadamu biidhlalihi liman la yastahiqu ibada, kwa kule kujidhalilisha kwa yule asiyestahili kuabudiwa. Jambo la pili katika athari mbaya za ushirikina katika jamii na mtu mmoja mmoja, intisharu bid'a wal khurafat baina nas, kuenea bid'a na mambo yasiyokuwa ya hakika au khurafi kwa watu, bisababi al-aqaid al-fasida, kwa sababu ya itikadi mbovu ambazo fayusaddiqu al-juhal kulla ma yuqalu lahum, kwa hiyo wajinga wanasadikisha kila wanachoamini. Jambo la tatu, tadhyiru khalis haqi llahi ta'ala, kupoteza haki ya Allah ya msingi ala nasi, kwa watu. Kile kitendo cha kufanya ibada kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kupoteza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ala ruhum min annahu la yastahiqu sawa, pamoja ya kuwa huyo mwanadamu hastahiki, basi unaipoteza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpa asiyestahiki. Jambo la nne, athari ya nne, anna al-insana al-mushrik, mwanadamu mshirikina, yatasabab bishirki hadha fi ihbati jamii amali, kwa ushirikina huu aliyoutenda unasababisha kuporomosha matendo yake yote aliyoyatenda katika maisha. Hebu fikiria ibada ulizozifanya tangu ukiwa mdogo mpaka sasa hivi una miaka 40, alafu ukifanya shirki siku moja ibada zote zinaporomoka, unabaki kana kwamba hakuna ulichokifanya. Na hiyo ni hatari sana katika maisha ya mwanadamu, na inasababisha mtu huyu akae milele katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Athari ya tano, annahu wasilatul akli amwali nasi bil batil, kwamba ushirikina ni njia ya kula mali za watu kwa batili, na hasa wale wahudumu wale na watu wengine, na usababisha fitna kubwa sana katika jamii. Athari ya sita, anna al-mujtama alladhi yantashiru fihi shirku, jamii ambayo imeenea ndani yake, jamii ambayo ushirikina umeenea ndani yake, hiyo jamii inakuwa inafanya maovu na maasi mengi sana, na dhulma zinakuwa ni nyingi sana. Hizo ni moja katika sababu katika athari mbaya zinazopatikana kwa ushirikina. Sababu nyingine, annahu sababu lishuyui alwahyi wa dhar, ni sababu inayopelekea kuenea udhaifu na udhalili wa kinafsi na kiroho, kwa sababu ya matokeo ya kutegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka msaada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu nyingine, athari nyingine, annahu yusabbibu huwa al-uqubati wal hilal, jambo hilo linapelekea Allah subhanahu wa ta'ala kuleta maangamivu. Fama halakatil umamu sabiqa, mataifa yaliyotangulia hayakuangamia ila kwa sababu ya ushirikina, ila kwa sababu ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu akina mama, hizi athari za ushirikina ni muhimu sana tukazingatia, ili haya tunayofanya tusije tukafanya ibada nyingi sana alafu matokeo yake zikawa zimetuletea matokeo ambayo sio mazuri, kwa sababu kuna leo na kesho. Haya, leo umekufa alafu unaenda motoni na wewe unafanya ibada mbalimbali, inakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo hizi athari mbaya za ushirikina zingatieni sana, ili kuweza kujiepusha na athari kama hizo.